Namira uliopo hapa katika viwanja vya Arafa unakadiriwa ni msikiti ambao una uwezo wa kubeba watu zaidi ya 700,000 kwa pamoja, lakini cha ajabu katika msikiti huu kuna eneo ndani lipo ndani ya Arafa na kuna eneo lipo nje ya Arafa ambapo kuna mipaka imewekwa. Ni msikiti mkubwa, msikiti Masjid Namira. Hilo hapo kama mnavyoona huo Masjid Namira ulioko hapa katika viwanja hivi vya Arafa. Nani Shezbei tunashuka kuangalia au tunaenda kwenye nini Masjid Nuru? Naona kama anaweka. Masjid Namira hiyo, Masjid Namira iliyoko hapa Maka, ambapo kama mnavyoona vibao hivyo vimeanza Arafa inaisha hapa, Arafa inaisha hapa. Basi mtazamaji, tuko Masjid Namira hapa, naye mmoja kati ya huyu ni kiongozi wa Kariakoo, huyu ni msimamizi mkubwa wa mashindano ya Qur'ani ya kimataifa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo analeta makali mbalimbali kutoka katika ulimwengu wa sasa. Nitampa jitambulishe, aelezee namna gani alivyoletwa na taasisi ya Tauhidi katika mji mtukufu wa Maka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeletwa na taasisi hii ya Tauhidi katika viwanja hivi vitukufu vya Arafa, na huu ndio msikiti kama tulivyoelezwa. Masjid Namira ni msikiti ambao watu wataswali hapa. Baadhi watakaoweza kuswali wataswali. Kama mnapojua mahujaji ni wengi, msikiti hauchukui zaidi ya watu 10,000 mpaka huko nje. Na msikiti umejengwa kwa mara ya kwanza mwaka 558. Mwaka 558, karne ya pili, khilafa ya Abbasiya, wakati wa Abbasiya ndio mara ya kwanza, na ukarekebishwa tena mara ya pili mwaka 889. Shukran, jazakallahu khair. Mimi jina langu kama alivyotambulisha, Ali Muhammad Saleh kutoka Kariakoo, ambaye nasimamia mashindano ya Qur'ani msikiti wa Idrisa. Mashindano Qur'ani ya dunia bwana, usikatishe bwana. Mashindano ya kimataifa ya tajwidi. Ambapo washiriki wanatoka wapi na wapi? Washiriki wanatoka nchi mbalimbali za wasomaji wa upande wa tajwidi. Mwakani wategemea watu mashindano yatakwenda wapi? Sasa makubwa yatakuwa kabisa. Inshallah tutaweka matangazo rasmi muda utakapofika, tutatangaza inshallah. Bado tuko katika maandalizi. Hii yako ya ngapi? Mimi hija yangu ya kwanza hii. Tukumbushe kila moja tu tajwidi kwa sababu wewe ni mzoefu huko hapo katika mji wa Maka. Njoo kijana wangu, yuko mwanafunzi wangu, ndugu yangu, mdogo wangu. Mimi sauti yenyewe imepotea hii kwa sababu ya kukesha usiku. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك
لك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Naitwa Lukman Atik. Lukman Atik kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Mwalimu wangu Sheikh Ali. Wapenzi watazamaji, huyu mnayemuona huyu ni mwalimu wake. Huyu ni msomaji mzuri wa kaswida. Yeye ni msomaji mzuri wa kaswida. Tayari video zake nyingi zipo kwenye YouTube. Ni msomaji mzuri wa kaswida. Angetuimbia japo kaswida moja japo vipande viwili tu. Huyu mwenyewe ndo anasimamia mashindano ya Qur'ani ya kimataifa Dar es Salaam, msikiti wa Idrisa. Kapambwa kimaajabu mtume wetu habibu, mbora ustaarabu kipenzi chetu tabibu. Kapambwa kimaajabu mtume wetu habibu, mbora ustaarabu kipenzi chetu tabibu. Mfano kila kitu ufate kwake nabia, kwa raha uko tabu yote amepitia, yote amepitia, na pia kasubiria mtume wetu nabii. Kapambwa kimaajabu mtume wetu habibu, mbora ustaarabu kipenzi chetu tabibu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik alayhi. Basi mtazamaji, nao kina mama al-Tauhidi hapa watajitambulisha mmoja baada ya mwingine katika viwanja vya msikiti huu maarufu wa Arafa, mmoja katika misikiti mikubwa sana duniani. Mama, unajitambulisha tu, jina lako nani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Zuhura Abduli, nimetokea katika mji wa Songea. Nimekuja hapa kama mahujaji wa mwaka huu 2023. Inshallah namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia nimeweza kufika katika viwanja hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Simtovu Salum, nimetokea mkoa wa Kigoma. Nimekuja kuhija, alhamdulillah, namshukuru Allah kunifikisha mara hapa. Simtovu Salum, hii yako ngapi? Ya kwanza. Unajisikiaje sasa hivi? Najisikia raha sana. Uko vizuri kabisa? Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Kamaria Muhammad Juma Slim. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Inshallah. Nimefurahi tu kufika hapa katika msikiti mkubwa huu hapa. Nashukuru sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Bi Khadija kutoka Moshi. Namshukuru Allah kwa uwezo alionipa kufika hapa mahali patukufu kwa Mwenyezi Mungu. Tumeweza kuona sehemu mbalimbali za ibada na sehemu mbalimbali za historia ya dini yetu. Namshukuru Mungu kwa hilo, ni kitu nilikuwa nimekiweka muda mrefu kwenye nafsi yangu. Mwenyezi Mungu ameniwezesha. Tauhid ni taasisi imara, imeweza kutuzungusha, kutupitisha kila mahali, na misaada mbalimbali wameweza kutupatia. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa
Kwa jina mimi ni Juwairia Musa Ngomo kutoka Simbomo Center Ugweno, mkoa wa Kilimanjaro. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja na Haji Trust. No. Hii ni mara yangu ya kwanza kuja na Tauhidi Network. Nimefurahi sana kuja na hii taasisi, kwa kweli ni nzuri na inajitahidi kwa kadri ya uwezo wao. Leo tupo kwenye ziara kwenye maeneo ya Arafa. Tumekuja tu kwa ajili ya kuangalia maeneo ya kihistoria. Inshallah tutajifunza mengi kutokana na hii taasisi. Hija yangu ya kwanza, najisikia vizuri sana sababu nilikuwa tu nimemuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na aniite. Kwa msaada wake nikajikuta tayari na mimi nimeitwa. Kwa hiyo wale ambao tungependa na sisi Allah tuite, basi tutie nia, alafu kitu kingine tupende kuitika. Japokuwa bado hatujaitwa, basi wimbo wetu uwe labeka Allahumma labeka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tutaitwa inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mimi kwa jina naitwa Ashura Abdul Kajuna, natokea mkoa wa Mwanza. Hii ni hija yangu ya kwanza. Kwa kweli nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu kwamba siku nikistaafu tu basi niweze kutenga fungu kwa ajili ya kuja hija. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nia yangu hiyo imetimia kupitia kampuni ya Tauhid. Tunawashukuru sana kwa huduma ambazo tunazipata tangu tukiwa hapa Mecca, na sasa hivi tuko kwenye ziara ya kutembelea maeneo maalum. Sasa hivi tuko Arafa ambako kama mnavyojua wakati wa hija hiyo tutasimama kama ya vitabu vinavyosema siku hiyo. Kwa hiyo tumekuja kuona kabla ya siku hiyo ili tuweze kufahamu sehemu mbalimbali. Tumeanzia sehemu ambako kuna pango ambalo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijificha huko, na tumeona njiwa ambao tunasema walitaga mayai, na pia kuna buibui walijitanda pale na maadui wa kumuona. Inshallah tunawashukuru sana Tauhid. Nawaambia kwa kweli, naomba kabisa na nawaombea kwa Mwenyezi Mungu ili nao waweze kuweza kuzuru haya maeneo muhimu ya Maka. Inshallah Allah ataweka wepesi na waweze kuitwa kuja. Jamani John maujaji wa Tauhidi John. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina natambulika kama Abi Hajati Hawa Ismaili. Hija yangu ya mara ya pili. Ya kwanza ilikuwa ya nafsi, ya pili nimekuja kumhijia marehemu baba yangu inshallah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha kufanya ibada ya umra. Tumefanya tawafu, tumefanya sa'i inshallah. Na sasa tuko katika viunga vya Maka, tumekuja kuangalia maeneo mbalimbali. Tumezuru katika majabari muhimu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe haji yetu ya haji mabrura, dhamba maghfura, sain mashkura. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa kwenye ibada hii. Namshukuru Allah, ni uwezo wake Allah. Namshukuru alhamdulillah rabbil alamin. Naishukuru na taasisi ya Tauhidi, huduma zao nzuri, tunapenda sana, tumezipenda sana, wanahudumia vizuri. Kwa kweli alhamdulillah, Allah walipe heri. Amina inshallah. Tumpeshia ongee mtaapo. Jamani tumsikize Sheikh Zuberi anaelezea hapa. Sheikh Zuberi tumsikize. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapa tupo katika eneo la Masjid Namira. Eneo hili ni katika maeneo muhimu katika maeneo ya mashair. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada yake ya hija yake ya mwanzo na ya mwisho, alipotoka maeneo ya Mina alikuja katika eneo hili la Masjid Namira. Wakati huo hapakuwa na msikiti hapa, na eneo hili liliitwa jina hili la Masjid Namira. Palikuwa na jabali ambalo lilikuwa linaitwa Jabalu Namira, jabali ambalo ni fupi, jabali ambalo ni dogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwekea hema lile, hema nini tunaita, turubai lile, alikaa hema, yani alikaa katika hema, na baadaye akasogea katika
eneo la Wadi Arana. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa khutba, na baada ya kutoa khutba akaswali, kisha akawa mwenye kujipwekesha katika kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo masjidi hii kwa wakati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutoka maeneo ya Muzdalifa alikuja mpaka eneo hili ambapo sasa hivi ndo amejenga msikiti hapa, lakini kabla ya hapo palikuwa hapakuwa na msikiti. Na huu msikiti ambao tunauona ni msikiti ambao wanasema kwamba kwa maeneo ya nyuma yake huku yapo nje ya Arafa, lakini kuna eneo kabisa katika ndani ya msikiti wamekuwekea kabisa alama ya kwamba kama utabahatika kuja kuingia siku ya Arafa ile, ni kwamba wanakuwekea kabisa kuna yani kwa maeneo ya nyuma kabisa huku, ukiwa kama utakuwa umeingia katika ndani ya msikiti usikae huku nyuma, kwa sababu utakuwa upo nje ya maeneo ya Arafa. Kwa hiyo ni msikiti ambao mkubwa, na msikiti huu katika kitu ambacho kilichopo ni kwamba msikiti huu unaswaliwa kwa mwaka siku hii moja tu yani. Huu msikiti tunauona huu hauswaliwi isipokuwa kwa mwaka ni mara moja, na hiyo siku ya Arafa peke yake. Kwa hiyo tufahamu kwamba tupo katika maeneo haya matakatifu, na hapa ndio sehemu ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokuja kusimama waliswali. Baada ya kuswali akasogea katika Wadi Arana, eneo la Arana mbele kidogo, ambapo alitoa khutba na akaweza kujipokesha kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala siku mzima. Lakini kuna swali kwamba tutakapokuja siku ya Arafa, je, kwamba sisi tutalazimika, na kuna mtu aliye kuuliza katika ndani ya basi kwamba tushakuja yani katika siku ya Arafa ile, ina maana tutatoka tasimama nje ya mahema na kusimama kutwa mzima? Hilo ni kwamba kwa yule ambaye atakayejiona afya yake ipo vizuri sawa, lakini atakayejiona afya yake haipo vizuri ni kwamba utabaki, na ni bora zaidi mara 100 kubaki katika ndani ya mahema, na tukamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa ndani ya mahema, ukiwa umesimama au umekaa au hata umelala. Mwenyezi Mungu anasikia dua zako na anasikia maombi yako na anasikia yale ambayo utakayokuwa uliokuwa nayo. Ni vyema ukasoma Qur'ani, ukasoma sana dua, ukasoma sana, ukamwomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukafuata maelekezo ya viongozi. Kuna wengine siku hiyo wanakuja kushughulika kwenda katika Jabalur Rahma, tutapita katika eneo la Jabalur Rahma. Sio sahihi kwamba ukaenda ukashinda ukajiumiza katika jiwe katika jua katika upande wa pale pale kwenye Jabalur Rahma, yani ukaa kule juu kule. Na bahati mzuri sasa hivi tulikuja katika Ramadhani, lile eneo sasa hivi wameshalifungia pale, yani hakuna tena uwezekano wa kupanda kule katika ile Jabalur Rahma sasa hivi. Kwa hiyo tuweze kufuata tufate taratibu za viongozi ili kuepukika na madhara, kwa sababu hili jua ambalo tulilokuwa nalo, jua ambalo ni kali na athari yake ni kubwa zaidi. Naam. Katika hija tuliwadai kuna aya zile, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wapo wanazuoni wanasema kwamba aya zile zilikuja kushuka siku hii ya hii ya Arafa, na wapo wengine pia vile vile kuna ikhtilafu, lakini kauli ambao wenye nguvu anasema aya zile zilikuja zikashuka zile al-yawma akmaltu lakum dinakum, zilishuka katika maeneo haya ya Arafa. Lakini aya ya mwisho ya kushuka katika ndani ya Qur'ani ni ile ambayo wattaqu yawman fihi turjauna ila Allah. Sheikh, naam, kwa maneno mafupi sana, ndio sisi waumini wa tauhidi tutakapokuja siku ya Arafa, ndio unatushauri tufanye gani na gani ili siku hii tuifikie vizuri? Kwa mukhtasari. Kwa mukhtasari, siku ya Arafa baada ya kutolewa na mabasi kutoka Mina kuja Arafa, tutaingizwa katika mahema, tutakuwa tumetulia katika mahema, na tutakuwa na muda wa kupumzika mpaka baada ya zawal, mpaka jua litakapopindua. Sheikh atatoa khutba, tutaswali na tutafanya jamu, yani adhuhuri na alasiri itakusanywa kwa pamoja, na kasran itaswaliwa. Baada ya kuswaliwa patatolewa khutba. Baada ya khutba mtu atapewa nafasi ya kumwomba Mwenyezi Mungu mpaka mida ya saa 10 na saa 11. Baada ya hapo tutakuwa na dua ya pamoja, dua ambayo itakayoendelea kwa muda fulani. Baada ya hapo tutasubiri jua kuzama. Baada ya jua kuzama tutarejea eneo la Muzdalifa.
Hiyo ndio ikhtisari ambayo ilikuwa fupi. Naam. Inaonekana watu kupenda kupata mlima rahma ni kwa sababu kuna hadithi kwamba Adam na Hawa walifufuliwa pale kwenye mlima rahma. Hizi habari ni za kweli au? Kauli ambayo inayosemwa kwamba katika vitabu, katika Israiliyati, hatuithibitishi kama ni ya ukweli au si ya kweli, lakini ipo katika vitabu kwamba Jabalur Rahma ndio sehemu ambao walikutana Adam na Hawa. Baada ya walikupotezana kuja kukutana kwao wakakutana hapo Jabalur Rahma, na iliitwa Arafa kwa sababu ya kufahamiana, kujuana kati ya Adam na Hawa. Kwa hiyo ni kauli ambazo zipo kwenye vitabu, hatuwezi tukazithibitisha wala hatuwezi tukasema tumezipinga, lakini zipo katika vitabu. Swali langu umelijibu vizuri sana. Ndio. Mimi ni kuombe sasa. Ndiyo. Tukirudi nyumbani ukatengeneze ratiba iliyo kamili. Ndio. Kwamba tunapokuja hapa sisi tunafuata maelekezo yenu. Ndio. Kwa kufanya hivyo ile kauli ya Al-Hajj wa Arafa sisi tutaipata. Lakini kama itakuwa inatoka tu kichwani hivi tunaweza tukapotezana. Khair inshallah. Naomba ukatuandalie ratiba ambayo sisi tutaifuata. Basi khair inshallah. Jazakallahu khair inshallah. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Watazamaji, ni mahujaji wa tawhidi ambao wapo katika eneo la Arafa katika Masjid Namira, ambao kama tulivyomsikia Sheikh Zuberi ni msikiti ambao unasaliwa kwa mwaka mara moja. Ni msikiti mkubwa sana, ambapo Sheikh Ali ambaye ni imamu wa msikiti ya Kariakoo, Ali Mahala almaarufu, ametoa historia yake. Ulijengwa mwaka 1800 na kitu huko. Hivi sasa mahujaji ndio wana